Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hichi ambacho amekifanya. Mwenyezi Mungu husimama na mtu ambaye anaenda kuwatendea wema wale watu ambao yeye amewaumba. Sisi tulichaguliwa, tulipewa nafasi. Watu wa Kigoma wameona kazi ambayo tunaifanya kwa muda mchache, vitu ambavyo tunavifanya. Anatokea mtu anakuja kuzuia hizo baraka ambazo Mwenyezi Mungu amewapa watu wa Kigoma. Na ndio maana mahakama hii imeangalia na kuona bora itende haki kwa hichi ambacho kimetokea. Na mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Mimi nimeumbwa kwa ajili ya kuwapambania watu wa Kigoma. Na hiyo kazi hii nitaifanya kwa nguvu zangu zote. Najua kuna watu wanaumizwa na namna ambavyo nafanya kazi. Wao walitegemea labda nitashindwa kufanya kazi, nitakwama, nitaanguka, nitakuwa mtu mjinga bungeni, nitakuwa mtu mjinga hapa kwenye jimbo, lakini wanashangazwa kuona namna ambavyo nafanya kazi na matokeo yanatokea na wananchi wanafurahi. Wao wanataka kuzuia hilo ili yale ya hovyo ambao wao walipewa nafasi wakashindwa wakayafanya ya mambo ya hovyo yaonekane ni mambo ya maana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watashuhudia miaka mitano ambayo Baba Levo akiwa na combination ya Dr. Samia Suluhu Hassan, matokeo yatatokea katika jimbo letu la Kigoma mjini. Wasubirie 2030 ili waje tupimane kwamba Baba Levo umepewa miaka mitano, ulifanya hivi na hivi na hivi. Waje baada ya miaka mitano ya uongozi wangu. Lakini hivi kunisumbua kutaka kesi hii imenigharimu mamilioni ya pesa, ambayo hizo pesa nilikuwa nawekeza kwenye kutengeneza madawati ili watoto wetu waweze kukaa. Umeelewa vizuri? Sasa unachukua hizo pesa unaanza kulipa mawakili kwa ajili waweze kusaidia kukutetea, kitu ambacho sio kitu kizuri sana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watulie, waone kazi ya Baba Levo katika jimbo la Kigoma mjini. Washuhudie kati ya wale ambao walitangulia na Baba Levo ni nani ambaye ameyafanya yaliyo mema. Sasa niko katika harakati ya kuonesha utofauti. Watu wanakuja kuniletea vurugu, kuniletea kesi. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na naishukuru mahakama imetenda haki. Waache tufanye kazi, matokeo watayaona. Kwa leo tumekuja hapa mahakamani kwa ajili ya uamuzi mdogo kuhusu kama Clayton Revocatus Chipando alikuwa na kesi ya kujibu au la. Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama imesema kwa mujibu wa tuhuma zote ambazo wamezileta, ambazo ni tuhuma za kukiuka taratibu za uchaguzi, tuhuma za rushwa, tuhuma za udini, tuhuma za vitendo haramu, kwamba tuhuma hizo zote hazijathibitishwa na walalamikaji, na kwa sababu hazijathibitishwa na walalamikaji kwa kiwango ambacho kinatakiwa kwa mujibu wa udhibitishaji kwenye kesi za uchaguzi, kwamba ni beyond reasonable doubt, hawakuweza kudhibitisha vitendo hivyo. Na kwa sababu hawajadhibitisha vitendo hivyo, pia hawakuweza kueleza ni kwa namna gani vitendo hivyo ambavyo walikuwa wanavilalamikia viliweza kuathiri uchaguzi kwa namna moja ama nyingine, au vitendo hivyo ambavyo hata kama vilikuwa vimefanyika hawakuweza kueleza ni kwa namna gani vingeweza kumlazimisha wapiga kura waweze kumpigia mgombea Clayton Revocatus Chipando tofauti na wagombea wengine. Kwa msingi mzima wa shauri lilivyoendeshwa na mashahidi wote walioletwa, mashahidi 16 na vielelezo, jumla ya vielelezo 4 vilivyotolewa, mahakama imeona kwamba Clayton Revocatus Chipando asingeweza hata kujitetea dhidi ya tuhuma hizo, kwa sababu ni tuhuma ambazo hazijathibitishwa kwa kiwango ambacho kinatakikana kisheria. Kwa uamuzi ambao umejitokeza leo, mahakama imesema ushahidi ambao umetolewa na watetezi haujitoshelezi, kwa hiyo hawana kesi ya kujibu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwa lugha nyepesi ni kwamba shauri sasa linakuwa kwa upande wa hatua hii limeishia hapa, na jaji ameonyesha kwamba kwenye uamuzi wake ameonyesha kwamba mahakama kuu ina mamlaka kwenye kesi za uchaguzi kusikiliza hoja ya kutokuwa na kesi ya kujibu. Kwa hiyo hilo amelielezea vizuri na ametoa sababu mbalimbali kwa nini mahakama ina ushahidi huo au ina mamlaka hayo. Lakini jambo la pili ambalo limejitokeza, mahakama katika hatua hii imejikita kwenye kuangalia maudhui ya ushahidi uliotolewa mahakamani, na baada ya kuangalia na kuzingatia imeona kwamba ushahidi huo
halijitoshelezi kuweza kujibiwa. Kwa hiyo basi baada ya maamuzi hayo kufanyika, mahakama imetupilia mbali shauri hili la uchaguzi na imesema kwamba walalamikaji endapo hawataridhika basi wana haki ya kukata rufaa. Kwa namna ambavyo uamuzi umetolewa ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunachoweza kuwaambia ni kwamba haitapita wiki baada ya kupata mwenendo, pengine tutakata rufaa. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy.